Kabla ya kuzaliwa kwa Constantine. Kufikia katikati ya karne ya 3 baada ya Kristo, dola ya Roma ilikuwa imepitia karibu miaka 50 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, kuporomoka kwa uchumi, magonjwa na kushindwa kijeshi. Kati ya mwaka 235 na 284 baada ya Kristo, zaidi ya watawala 20 walipanda na kushuka, wengi wao wakifa kwa kuuawa. Wanahistoria wanakiita kipindi hiki mgogoro wa karne ya 3. Ndani ya hali hii ya vurugu, Diocletian alichukua madaraka mwaka 284 baada ya Kristo na kuanza kuijenga upya dola hiyo kutoka ndani. Mwaka 293 baada ya Kristo, alianzisha mfumo wa watawala wanne, tetrarchy, uliolenga kuleta utulivu. Kulikuwa na watawala wakuu wawili na wasaidizi wawili, na dola iligawanywa kijiografia, ingawa ilikuwa bado moja. Mfumo huu ulikuwa mzuri kwa muda, lakini uliweka mbegu za migogoro ambayo baadaye ingemzalisha Constantine. Roma haikuwa dola isiyo na dini, ilikuwa jamii iliyojaa ibada, lakini ibada iliyochanganya miungu mingi. Kila taifa lililoshindwa lilileta miungu yake Roma. Isis wa Misri, Baal wa Syria na Mithras wa wanajeshi walikaribishwa. Sharti pekee lilikuwa moja: heshimu miungu ya Roma na mfalme. Ibada ya mfalme ilikuwa nguzo muhimu ya umoja wa kisiasa. Ndani ya mazingira haya, Wakristo walionekana kuwa hatari, kwa sababu walikataa kushiriki katika ibada hiyo. Walikataa kutoa dhabihu kwa miungu ya Roma na kumheshimu mfalme kama Mungu. Walikutana kwa siri, waliabudu Mungu mmoja, na walizungumza juu ya ufalme ambao haukuwa wa dunia hii. Kwa viongozi wa Roma, hili lilionekana kama uasi wa kisiasa uliovikwa vazi la dini. Mwaka 303 baada ya Kristo, Diocletian alianza mateso makubwa dhidi ya Wakristo. Makanisa yaliharibiwa, maandiko yakachomwa, viongozi wakakamatwa, na waumini wengi wakateswa au kuuawa. Huu ndio ulimwengu Constantine alizaliwa ndani yake. Constantine alizaliwa takribani mwaka 272 baada ya Kristo, katika Naissus, eneo ambalo leo ni Serbia. Baba yake alikuwa Constantius Chlorus, mwanajeshi aliyepanda hadi kuwa mtawala msaidizi. Mama yake Helena ni mmoja wa watu wanaobishaniwa sana katika historia. Wengine wanasema alikuwa mwanamke wa kawaida, wengine wanamuinua kama mtakatifu. Kilichowazi ni hiki: baba yake alimwacha kwa sababu za kisiasa, jambo lililomweka Constantine katika maisha yenye changamoto. Akiwa kijana, alipelekwa katika ikulu ya Diocletian huko Nicomedia, akiishi kama dhamana ya kisiasa. Huko alipata elimu ya juu, akajifunza utawala wa Roma na kushiriki katika vita. Alionekana kuwa kijana mwenye uwezo mkubwa, ingawa baadhi ya wanahistoria wanaamini alikuwa pia na tamaa kubwa ya madaraka. Baada ya Diocletian kujiuzulu mwaka 305 baada ya Kristo, mfumo wa utawala uliingia katika mabadiliko. Constantine alitoroka kutoka mashariki na kwenda kuungana na baba yake huko Uingereza. Mwaka 306 baada ya Kristo, baba yake alipofariki huko York, wanajeshi walimtangaza Constantine kuwa mfalme. Hatua hii haikufuata sheria za tetrarchy, lakini ilifanyika. Hapo ndipo enzi ya Constantine ilipoanza. Ndani ya miaka michache, mfumo mzima wa tetrarchy ulivunjika. Watawala wengi walijitangaza kuwa wafalme, na dola ikaingia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Constantine alijijenga kama kiongozi imara katika maeneo ya magharibi. Wakati huo huo, huko Roma, Maxentius alikuwa ametua madaraka. Mwaka 312 baada ya Kristo, Constantine alichukua uamuzi mkubwa wa maisha yake. Alivuka milima ya Alps na kuelekea Roma na jeshi dogo. Kabla ya vita kuu, kuna simulizi mbili tofauti kuhusu tukio la ajabu. Mwandishi Lactantius anasema Constantine aliota ndoto, akiamriwa kuweka alama ya Kristo kwenye ngao za wanajeshi wake. Eusebius anasema aliona msalaba angani, ukiwa na maneno, kwa ishara hii utashinda. Wanahistoria wanabishana juu ya tukio hili. Baadhi wanaamini lilitokea kweli, wengine wanaona liliongezwa baadaye. Tarehe 28 Oktoba mwaka 312 baada ya Kristo, vita vilipiganwa katika daraja la Milvian. Constantine alishinda na Maxentius alikufa kwa kuzama mtoni.
Ushindi huu ulimpa Constantine udhibiti wa Roma. Baada ya ushindi huo, alianza kuonyesha upendeleo mkubwa kwa Ukristo. Alirudisha mali za kanisa, alijenga makanisa makubwa na aliwasaidia viongozi wa Kikristo. Hata hivyo, bado aliendelea kutumia baadhi ya alama za kipagani, jambo lililozua mjadala kuhusu imani yake halisi. Katika kipindi hiki cha mabadiliko, hali ya ndani ya kanisa nayo ilianza kubadilika polepole, chini ya kivuli cha ukuaji wa haraka. Kabla ya kipindi cha Constantine, kanisa la awali lilikuwa na msimamo thabiti juu ya mafundisho yake, hasa kuhusu ubatizo. Wakristo wa mwanzo walifuata mfano wa Yohana Mbatizaji na mafundisho ya Biblia kwa ujumla. Ubatizo ulikuwa unafanywa kwa kuzamishwa majini. Ubatizo ulikuwa ishara ya kufa kwa maisha ya dhambi na kufufuka katika maisha mapya ya haki. Ulikuwa ni tendo la mtu aliyekuwa tayari ameamini na kutubu kwa dhati. Lakini hali ilianza kubadilika baada ya Constantine kuanza kuunga mkono Ukristo. Kanisa lilipoanza kupokea idadi kubwa ya watu, wengi wao hawakuwa wameongoka kikamilifu. Hili lilisababisha kupungua kwa viwango vya kiroho ndani ya kanisa, ili kuwafanya wapagani wajisikie kukubalika. Baadhi ya mafundisho na taratibu zilianza kubadilishwa polepole. Ubatizo kwa kuzamishwa ulianza kupoteza nafasi yake, na kunyunyizia maji kukaanza kuonekana baadaye. Hii ilikuwa sehemu ya mchakato wa kufanya dini iwe rahisi zaidi kwa watu wengi. Suala la siku ya ibada lilianza kuchukua mwelekeo mpya. Wakristo waliendelea kuitunza Sabato ya siku ya saba, Jumamosi, lakini wapagani wengi waliabudu Jumapili. Mwaka 321 baada ya Kristo, Constantine alitoa amri ya kufanya Jumapili kuwa siku rasmi ya kupumzika. Hatua hii ilikuwa ya kisiasa pia, ili kuleta umoja katika dola, kama kuwavuta wapagani waone Ukristo hautofautiani sana na imani yao. Hivyo Jumapili ikaongezeka nguvu ndani ya mfumo wa jamii. Kadri muda ulivyopita, mabadiliko haya yakawa sehemu ya kawaida ya Ukristo, bila watu wengi kujua chanzo chake. Mwaka 313 baada ya Kristo, Constantine alitoa azimio la Milan, liruhusu uhuru wa kuabudu. Mwaka 325 baada ya Kristo, aliitisha mtaguso wa Nisea, kutatua migogoro ya mafundisho. Mtaguso huo uliunda imani ya Nisea. Baadaye, Ukristo ulianza kuunganishwa zaidi na dola, makanisa yakabadilika, na mfumo mpya ukaanza kuibuka. Constantinople ilianzishwa kama mji mkuu mpya. Ukristo ukapata nguvu kubwa ya kisiasa, lakini migogoro pia ikaongezeka. Constantine alikufa mwaka 337 baada ya Kristo, baada ya kubatizwa akiwa karibu na kifo chake. Urithi wake bado unajadiliwa hadi leo. Wengine wanamuona kama mwokozi wa Ukristo, wengine kama mtu aliyeuingiza siasa ndani ya imani. Maswali bado yapo. Nini hutokea pale ambapo nguvu ya kisiasa inachanganyika na imani? Je, ukweli hulindwa au hupotoshwa? Na nini hutokea pale ambapo mwanadamu anabadilisha kile kilichoamriwa na Mungu? Constantine Mkuu ameacha historia iliyojaa maswali yasiyoisha. Ikiwa umependa historia hii, subscribe, like, share, comment. Kisha acha historia iendelee kuzungumza.